Pwani Habari ni channel yako inayokupa habari moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi. Ni majonzi na huzuni kwa familia ya Bwana Ali Shoka na wakazi wa mjini Wingwi baada ya kuwapoteza watu wao wawili, Hamadi Juma Makame mwenye umri wa miaka 61 na Shame Hamadi Shoka mwenye umri wa miaka 34, waliofariki kwa kufukiwa na kifusi cha mawe katika machimbo ya mawe wilaya ya Micheweni. Kulingana na maelezo kutoka kwa mashuhuda wa tukio hilo, Simai Hamis Sharifu na Shame Hamadi Shoka, wote wakazi wa Maziwa Ng'ombe, wamesema watu walikuwa 4 katika machimbo hayo na wawili walifariki dunia hapo hapo na wengine wawili walitoka salama. Kwa maana mmekuja hapa kweli, mmekuja nikashuhudia jiwe linaloanguka na watu wakafanya bidii, watu wa serikali wamekuja hapa kufanya uokozi na kweli watu wamefanikiwa kupatikana, lakini hali iliyopatikana kweli watu wamepatikana hawajavurugika, isipokuwa hawa kubwa linalokosti mpaka ifikie hatua kupoteza maisha ni lifusi, hawajanamiwa na jiwe kama jiwe. Dakika za mwisho kutoka kwenye hilo jiwe ndio limewafunika hilo fusi. Ndio waliofariki na wawili wamebahatika, Mwenyezi Mungu awajalie wamebahatika wametoka, kwa sababu muda wao bado ukalipo. Kwa sababu watu walikuwa ni 4, lakini wawili walitoka, wawili kabakia. Na wawili wanaobakia ndio walio kufa. Wito wangu mimi kwa serikali, ninavyoomba, kwa tunavyosema, mambo kama haya kishachimbika, kisha kuwa hasara, warudie walete takataka kwa kufukia sehemu iliyokuwa ni hatarishi. Sehemu iliyokuwa ni hatarishi, kwa sababu sehemu iliyokuwa ni jiwe limeshakaa alama mfano, lakini hujui kama itaanguka leo au itaanguka kesho. Unaona sasa mimi natafuta riziki. Lakini ukiona mambo iliyokuwa jiwe lishakuwa vibaya, kwa hiyo jamani tunataka kule sio tutachukua fusi. Akizungumza kupokea miili ya marehemu hao, daktari wa zamu katika hospitali ya wilaya Micheweni Dr. Hamadi Abdullah Rashid amesema alipokea miili ya marehemu hao wakiwa wameshafariki kutokana na mawe kuwabana katika maeneo ya kifua, na kwa vile walishafariki waliwafanyia uchunguzi na kuwakabidhi kwa familia yao kwa ajili ya mazishi. Kwenye msiba huo huko mjini Wingwi, tumepokea majeruhi wawili majira ya saa 3 siku ya tarehe 29 mwezi wa 6 2025. Majeruhi hao ni Bwana Hamadi Juma Makame mwenye umri wa miaka 61, ni Mshirazi kutoka maeneo ya mjini Wingwi, na wa pili ni Bwana Shame Hamadi Shoka mwenye umri wa miaka 34, Mshirazi kutoka maeneo ya mjini Wingwi. Tumepokea hospitali yetu majeruhi hawa tayari wakiwa wameshafariki. Taratibu nyingine zikafuata, tukakabidhi ndugu na jamaa kwa ajili ya mazishi. Baba mkubwa wa familia hiyo, Mzee Ali Shoka, ameelezea jinsi ya marehemu walipotoka asubuhi na kurejea wakiwa maiti. Niko nyumbani nasoma, amekuja bibi mwana mama wangu ameniambia bachi kansafu tushapata msiba. Unaona kuna watu washawelewa, bado hatujamjua ni nani wala. Badala yake mimi pale kunyanyuka kwenda ushauri msaafu, nikasikia fulani wapili mwenzio wa pili hatujamjua. Alipotokea mwenzake wa pili na yeye mule sheme kuyani kufani sheme Mshame ni mume na yule mtoto mke kafiliwa mume. Mkuu wa wilaya Micheweni Hatibu Juma Mjaja ameelezea walivyopokea taarifa ya tukio hilo na hatua ambazo watazichukua kutokana na machimbo hayo kwa kuwa katika hali mbaya ya uchimbaji wa mawe. Leo tumempoteza ndugu yetu Hamadi Juma, lakini pia tumempoteza ndugu yetu Shame ambaye naye pia Shame Hamadi Shoka naye pia katika hao ambao wamefariki leo hii. Kwa hivyo haya matukio yanaendelea. Sasa serikali kama serikali tunaangalia sasa jinsi gani nini tufanye, ikiwezekana kubadilisha matumizi, lakini pia kutafuta njia mbadala ambazo watu wataweza kujitafutia riziki kwa njia moja au nyingine. Like, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.